mahusiano. Sasa hizi wanachukia watu wengine walioko kwenye mahusiano, wanachukia watu wengine walioko kwenye ndoa. Kumbe yeye mwenyewe alijisababishia kwamba aliingia kwenye mahusiano, aliingia kwenye ndoa, akaingia kwenye kazi, akakosa upendo. Upendo unaleta baraka. Upendo una siri ya kuleta baraka. Panapo upendo, manake baraka huwa zinabubujika. Pasipokuwa na upendo sio rahisi kuziona baraka, kwa sababu kuna mtu mwingine anachukia kiasi kwamba ukimwona tu hata mwenyewe utakuta hata usoni amebadilika kabisa, kwa sababu anachukia watu bila sababu yoyote. Usimchukie mtu kwa sababu wewe unapitia kwenye magumu. Usimchukie mtu kwa sababu kuna wakati kuna mtu alikupitisha kwenye magumu, kwa sababu wakati unapitishwa kwenye magumu Mungu alikuwa anakupenda, Mungu alikuwa anakuona, ndio maana mpaka leo uko mahali hapo. Kwa hiyo tunapotafakari juu ya habari ya upendo, tuamini kabisa kwamba upendo watoka kwa Mungu. Lakini upendo ni amri ya kwanza. Tunapoingia kanisani, jambo la kwanza kabisa kwenye ile amri kuu, tunazungumza juu ya habari ya upendo. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Kwa hiyo vile vyote ambavyo vinatajwa vikikaa kwako ndani yako, utaudhirisha upendo kwa watu wengine. Kuna mtu mmoja alimfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Ukiangalia ile Injili ya Mathayo sura ile ya 22 kuanzia ule mstari wa 35 mpaka 39, anasema ukamuuliza, akamjaribu, mwalimu, katika Torati amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo ni mpende jirani yako. Hizi ndio amri ambazo Mungu anasema ni amri kuu. Pasipokuwa na upendo, amri nyingine zote ni kama umezivunja kabisa. Utawachukia wazazi wako, utawaheshimu, lakini hutaweza pia kukwepa zile amri nyingine, kwa sababu mtu ambaye hapendi, maana wakati mwingine ndio tunaona matukio yanayotokea sasa hivi. Baba mtu mzima anatembea na vitoto vidogo kabisa, vitoto vya jirani zake, vitoto vya ndugu zake, ili kuviharibu tu, alafu baadaye watoto wanapoteza hatima njema. Kwa nini? Amekosa upendo. Ndipo upendo utawaangalia na watoto wa ndugu zako na majirani zako. Huyu mtu akamuuliza Yesu. Yesu akamwambia amri ya kwanza ndio hiyo. Kuna mtu mwingine alimfuata Yesu, yeye akiwa, ukisoma kwenye ile Injili ya Marko mtakatifu sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 22, huyu alikuwa anamuuliza Yesu juu ya habari ya afanye nini apate kuurithi uzima wa milele. Maandiko yanasema Yesu akamwambia, kwa nini kuniita? Alimuita Bwana mwema. Akamwambia, kwa nini kuniita Bwana mwema? Alafu akamwambia amri moja tu, kwamba zote, akamuuliza, umeshika amri zote zile 10? Akasema ndio. Akamwambia, Bwana, basi nenda kauze mali zako zote, alafu uwape masikini. Maana yake alikuwa anafanya jambo la upendo. Yule bwana, maandiko yanasema akaghadhabika sana, akakasirika. Kwa nini? Akajisikia huzuni ndani yake, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Akasahau kwamba mali nyingi zile amezipata kwa Mungu. Kwa hiyo alishindwa kuonyesha upendo kwa maskini kwa kutoa sehemu ya mali yake kama alivyotoa Zakayo yule mtoza ushuru, kwa sababu alikuwa navyo vingi. Lakini hivi vitu hakuja navyo duniani, na hivi vitu hakuwezi kuondoka navyo kwenda mbinguni. Kwa hiyo tunapotazama upendo siku ya leo, angalia aina za upendo pia. Upendo uko upendo ule wa hisia, upendo wa mtu mwenyewe unavyojifikiri ndani, lakini kuna upendo kulingana na falsafa ya Kigiriki, wanasema wao kuna upendo ule wa agape, yani upendo usio na masharti, na huu unajitolea sana, mara nyingi unahusishwa na Mungu mwenyewe, sio upendo wa kibinadamu. Lakini kuna filia, upendo wa kirafiki au kindugu unaojengwa juu ya uaminifu na maslahi ya pamoja, ambayo ni maslahi mapana. Kwa hapa maslahi yakipotea, upendo pia umepotea. Lakini kuna eros, upendo wa kimapenzi wenye shauku ya mvuto wa kimwili, upendo wa matamanio. Lakini kuna storge. Storge ni upendo wa asili kati ya mwanafamilia, ndugu, jamaa na mzazi na mtoto. Huu upendo ni wa asili, storge. Lakini sifa za upendo, kwanza, upendo una subira, una saburi. Upendo unavumilia yote bila ujali mapungufu. Lakini upendo unaangalia wema. Unapotoa msaada kwa mfano kwa mtu, unaangalia kitu ambacho mtu anapitia, na moyo wako unakuuma, unaenda kutoa msaada, kwa hiyo ni wema ule. Lakini upendo unakujitolea katika kupenda, kuweka mahitaji yetu pembeni na kuangalia mahitaji ya watu wengine. Lakini upendo hauangalii ubinafsi wa ndani, yani kujipenda sana. Kuna watu wengine walivyokuwa mama zao walikuwa wanaweka vyakula, wanawekea kwenye hoti poti, amekulia kwenye hoti poti, maisha yake hoti poti, mpaka ofisini wakipewa pale ofisini posho kidogo, yeye anavuta zote. Yeye ni kiongozi, anachukua zote, na wafanyakazi wenzake wanapita kwenye magumu sana. Kwa nini? Kwa sababu hakuna upendo ndani ya kwake, alijengewa misingi ya kukosa upendo. Lakini katika hali ya maisha tunaweza kujifunza juu ile Injili ya Marko mtakatifu sura ya 2, tutaona watu 4 waliokuwa wamempenda ndugu yao, wakampeleka kwa Yesu. Maandiko yanasema walifika pale wakakuta Yesu, milango alikuwa ndani, milango imefungwa, yuko ndani na watu wako ndani mule. Wao kwa upendo wakakubali kuingia gharama. Kwa upendo na gharama, wakatoboa dari, wakamuingiza ndugu yao pamoja na godoro lake mbele ya Yesu. Kwa nini? Walimpenda sana ndugu yao, walitamani apone. Kwa hiyo mtu ambaye anampenda ndugu yake
anaweza kuingia gharama, lakini ajali vizuizi ambavyo vyote viko mbele yake kwa ajili ya kumwezesha ndugu yake, rafiki yake au jamaa yake aweze kupata ile neema ambayo wao ndugu waliona kwamba neema ya uponyaji, walikuwa wanampenda, walitamani aendelee kuishi. Afu Yesu, Biblia inasema alipoiangalia imani yao, akamwangalia mwenye kupooza, akamwambia umehurumiwa, umesamehewa dhambi zako. Lakini huyu jamaa alipata neema kwa sababu ya ndugu zake. Kwa hiyo angalia upendo ulivyokuwa, upendo wa dhati. Walimbeba kutoka mbali kwa maumivu, gharama, lakini pia walipofika pale wakakuta mambo ambayo pengine ingewaagiza gharama sana, lakini hawakujali hivyo vitu. Kwa upendo pia haujali gharama. Lakini upendo kwa asili, upendo unakumbuka fadhili, unakumbuka vitu ambavyo wengine wamekutendea. Lakini upendo unajengwa katika umoja na uvumilivu. Kwa mfano pale kazini kuna mtu mwingine anapita kwenye changamoto fulani, tunambeba sisi pamoja kama wale ndugu kwa upendo kabisa. Lakini tunaona kwa urafiki wema, wale marafiki wema waliombeba ndugu yao, hao watu kujali gharama kama tulivyosema, lakini walimkaribisha kwa Yesu. Kwa mtu ambaye anakupenda hata kupelekea mambo mabaya, lakini atakupeleka karibu na Mungu. Hao walikuwa tayari kumbeba ndugu yao kutoka mbali ili wamlete kwa Yesu. Kwa hiyo mtu ambaye anakupenda atakusaidia ili uwe karibu na Mungu. Mtumishi wa Mungu, siku ya leo naomba utafakari tu juu ya habari ya upendo. Ni wapi unakopitia na umekosa upendo, umeshindwa kusaidia watu, umeshindwa kujisaidia wewe mwenyewe, na unaona kuna maumivu fulani unapitia? Mungu akujalie upendo wa kweli kama Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ambaye akumzuilia, yeye Mungu akumzuilia mwanawe pekee Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yetu, basi akupe hiyo neema ya kuona kwamba ninastahili sasa kupenda watu wengine kwa namna ambavyo yeye pia alinipenda. Angalia kwenye ile Mithali ile 18 mstari ule wa 24, anasema kuna rafiki anayeshikamana na wewe kuliko ndugu. Huyu ni mtu ambaye ana upendo pia. Kwenye upendo panatokea pia urafiki wa kweli. Urafiki wa kweli sisi na Mungu, urafiki wa kweli sisi na Yesu Kristo, urafiki wa kweli sisi na Roho Mtakatifu, lakini urafiki wa kweli sisi ndugu kwa ndugu na wale majirani na jamaa na wote ambao wanatuzunguka. Hapa tunadhihirishwa katika nguvu ya upendo. Ninakuombea amani ya Bwana siku ya leo. Mungu akudhihirishie upendo kwenye familia. Jali familia yako, jali pia vitu ambavyo wenzio wanakutendea. Kama mama pale nyumbani, jali sana kile ambacho baba anatenda. Kama baba pale nyumbani, jali sana kile ambacho mama anakutendea. Yaani ukimwangalia mwenzako kuanzia asubuhi mpaka jioni, inawezekana alikuwa anahangaika kwa ajili yako tu. Katoka kaenda kununua unga, katoka kanunua vitunguu, kanunua kuni, mboga kuanzia asubuhi, alafu unafika jioni unadharau kile alichokifanya, unadharau chakula. Hiyo sio upendo. Na wengi hata mahusiano yameanza kuharibika kwa sababu ya maeneo. Mtu akikutendea mema, uwe pia na shukrani. Shukuru watoto, shukuru kwa ajili ya kazi ambayo baba na mama wamefanya mpaka hapo ulipofika. Sio nguvu zako, sio uwezo wako. Kuna watoto wengine wanaheshimu marafiki sana kuliko kuheshimu wazazi wao, kuliko kuwajali wazazi wao. Wako tayari kukaa sehemu kula pati na marafiki kuliko kuangalia wazazi wao. Pelekea baba yako hata mshumaa tu, pelekea mama yako hata mshumaa tu, kavocha kadogo, kwa sababu yeye alikuwa anahangaika. Kuna wakati mwingine ulimdanganya, hata wakati mwingine unamwambia banseni bana zimeungua za shule. Baba hajui, mama hajui, wameungua miba, wamepotea miba, hajui hivyo vitu, na ameweza kukusaidia mpaka umefika mahali. Ukiviona hivyo vyote vinatokea kwako, jua kwamba kuna wakati baba yako akula, kulala, kuvaa, au mama yako akula, kulala, kuvaa, inawezekana kuoga kwa ajili ya wewe uweze kwenda shule, uweze kupata elimu nzuri, uweze kuishi maisha mazuri. Alikuhangaikia kwa upendo. Kwa hiyo ule upendo urejeshe tena kwake katika jina la Yesu. Mungu atakubariki, atakulinda na kukusaidia. Amani ya Bwana iwe pamoja na wewe na upendo wake uwe pamoja na wewe siku ya leo. Mungu bariki neno lako. Tunakushukuru tena kwa ajili ya wakati huu. Asante Bwana kwa ajili ya siku hii. Tunaomba upendo ukatawale kwenye familia zetu, na yote ambayo Mungu tunaendelea kuyatafakari kila wakati yawe yenye upendo wa kweli, na upendo huo ambao unafadhili kutoka kwako Bwana uendelee kuonekana katikati yetu. Uonekane kwenye familia, uonekane mahali petu pa kazi na mahali pengine, lakini kwenye taifa letu. Upendo Bwana wa kweli uwe pamoja nasi sasa na wakati wote, katika jina la Yesu tumeomba. Amen.